Waziri wa Afya Jenista Mhagama ameitaka bodi ya 11 ya ushauri wa hospitali binafsi kuhakikisha vituo vinavyoomba usajili vinakidhi vigezo vyote vya utoaji wa huduma bora za afya kabla ya kupatiwa usajili ili kupunguza malalamiko na changamoto kwa wananchi. Waziri Mhagama ametoa maelekezo hayo leo katika kuzindua bodi mpya ya 11 ya ushauri ya hospitali binafsi na wajumbe 6 inaongozwa na Dr. Grace Magembe ambaye ni mganga mkuu wa serikali kama mwenyekiti wake. Mimi ni Bakari Chijumba. Kila mmoja wetu azingatie taratibu na sheria na kanuni tulizojiwekea. Tunapata shida wakati mwingine, mgongano wa maamuzi wakati ama wa kusajili kituo cha kutolea huduma ama wa kukipandisha hadhi. Kienda ngazi ya wilaya huyu anasema hiki, kienda ngazi ya mkoa huyu anasema hiki. Na mmeniambia hapa wakati mwingine ukienda kwenye ngazi ya mkoa wana recommend kituo kina sifa, lakini ukifuatilia ukweli kituo hakina. Maana yake nini? Hakuna maadili katika kuzingatia taratibu, sheria na miongozo tuliyojiwekea. Ni lazima migongano ya namna hii tuiondoe. Wakati mwingine ukienda CHMT wanakuambia kituo kinafaa, ukienda RHMT anakuambia kifai, ukija wizarani wakienda kukikagua unakuta kituo kinafaa. Ni nini hiki? Nani yuko hapo katikati anacheza aina gani ya ngoma? Ndio majukumu yetu hayo. Mwenyekiti wa bodi, watu hao ukiwagundua kama wako ndani ya serikali, tuchukue hatua haraka. Kama wako ndani ya uwezo wenu, si ndio tumepewa madaraka ya kunishauri? Ndio tushauriane sasa. Tunataka sekta ikae sawa na kila mtu ajisikie raha kuwa kwenye sekta hii, ajifanyie vitu vyake akiwa na amani ya moyo wake. Kwa hiyo ni lazima bodi yenu ikahakikishe vituo vinavyoomba usajili vinakidhi vigezo vyote vya utoaji wa huduma bora za afya kabla ya kupatiwa usajili. Muwe wazalendo, zingatieni sheria, taratibu na muitizame nchi yetu kwanza. Lakini mmeniambia hapa kuna changamoto ya vifaa vya kutendea kazi, watumishi, magari na nini. Ni lazima changamoto hiyo ipatiwe ufumbuzi kabisa, ipatiwe ufumbuzi haraka. Tunatamani msajili apate miguu ya kufika mahali kote. Tunatamani timu ya management ya msajili iweze kuwa na uwezo wa kufika kila kona. Bodi tunatamani mfike kila mahali. Na mimi ninaomba kuahidi hapa leo, katika ziara zangu za kutembelea vituo vya kutolea huduma za afya ambavyo viko zaidi ya 10,044 nchini, nitatumia muda wa kutembelea pia na vituo kutoka sekta binafsi. Kutoka PHC mpaka huko kwenye referral nitavitembelea. Lengo ni kuonyesha kwamba tuko pamoja. Lakini ninyi wenzangu, nendeni mkavitizame yale waliotuambia. Mtu amesajili kituo cha kutoa huduma hizi na hizi. Je, anazingatia? Wako wanaosajili atatoa huduma hizi, kesho anatamani nyingine, anaziongeza kinyemela, wakati tuliosajili hatuna taarifa. Sasa huo ndio ukiukaji. Kwa hiyo ninaomba mfanye ukaguzi wa vituo vya afya vilivyosajiliwa na kuhakikisha kuwa vinatoa huduma bora za afya kwa wananchi kwa kuzingatia ngazi ambayo kituo hicho kimesajiliwa na aina ya huduma ambayo kituo hicho kimekasimiwa kuitoa. Lakini ninaomba pia
chukueni hatua stahiki kwa vituo vya afya vinavyokiuka miongozo ya utoaji wa huduma iliyowekwa na wizara. Msioneane aibu. Lakini pia msiwaonee watu. Chukueni hatua stahiki, msioneane aibu, lakini msionee watu. Haitapendeza mtu anapofungiwa kituo lakini inaonekana amefungiwa kituo kwa sababu ambazo hazina msingi, ama ameacha kufungiwa kituo kwa sababu pia ambazo hazina msingi. Tungetamani panga likate kushoto na kulia, na haki ifanye nini? Itendeke. Mwenyekiti wa bodi mpya ambaye ninachukua nafasi, nimepata bahati leo waziri yupo, kwa hiyo nitachukua majukumu haya mbele ya Mheshimiwa Waziri wa Afya. Kwa hiyo nitachukua kwa usiri, kwa umakini mkubwa sana, maana niko na mwenye sekta yake. Mheshimiwa Waziri, naomba nichukue pia nafasi hii kwa kweli kuipongeza bodi, kwa sababu kama unavyofahamu Mheshimiwa, hizi huduma za afya tunazitoa, serikali tunatoa, lakini hatujaweza kufika mahali pote. Na ukirudi nyuma kidogo, sekta binafsi kuna mahali waliweza kufika kabla hata serikali hatujafika, zikiwemo hasa taasisi za dini kwa upande wa CSC, lakini pia upande wa BAKWATA. Vitu vyao vilikuwa siku nyingi sana. Kwa kweli tunawashukuru, na kwa niaba ya bodi nichukue nafasi hii kuhakikishia kwamba tutaendelea kushirikiana na taasisi zote hizo kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanapata huduma. Mheshimiwa Waziri, kabla sijahitimisha, niwapongeze wajumbe wapya ambao sasa wanakuja kuchukua nafasi za wajumbe waliotoka, lakini wakumbushe wanatakiwa kuendelea kujifunza kutoka kwao, kwa sababu wenzetu hawa walikuwepo na wana mengi ambao wameyafanya. Kwa hiyo bado tunao jukumu la kuendelea kujifunza kutoka kwao. Lakini vile vile tu tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunasimamia utoaji wa huduma hizi kupitia watu wa huduma binafsi, na ni kuhakikisha Mheshimiwa Waziri kwamba mimi pamoja na bodi mpya kamwe hatutakuwa kikwazo kwa watu wa huduma za afya binafsi, kwa sababu mchango wao ni mkubwa sana kama nilivyosema, kwa maana ya kutoa huduma lakini pia kutoa fursa za ajira.